wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaendee. 15. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamuita Musa kutoka katika lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana ulikuwa kama moto uteketekezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Amen. Amen. Natumai anasoma Kiswahili na kimeeleweka vizuri. Nimeanza kwa kusema ya kwamba nguvu ya kuambatana na mtumishi wa Mungu vizuri, kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka. Biblia imetuambia vizuri sana ya kwamba Musa aliondoka na mtumishi wake ambaye ni nani? Ni Joshua. Aliambata mpaka mlimani wa Mungu kwa ajili ya utuma, kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Joshua hakumwacha Musa, maana alijua ya kwamba katika kutembea na huyu mtumishi wa Mungu kuna kitu nitakinyakua, kuna kitu nitajifunza, kuna kitu nitakipokea kutoka katika huyu mtumishi wa Mungu. Maana aligundua kwamba katika huyu mtumishi wa Mungu kuna neema fulani ambayo Mungu ameiachilia juu yake, kuna mafuta fulani ambayo Mungu ameiachilia juu yake. Kwa hiyo jinyenyekeza nikapate kutembea vizuri katika unyenyekevu, katika utiifu, kuna kitu nitakipokea kutoka katika mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoangalia katika haya maandiko, maana ni historia ambayo tunaijua, baada ya Musa kuondoka toliani na nani alichukua ushukani? Alikuwa ni Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Joshua anachukua ushukani baada alikuwa anatembea na mtumishi wa Mungu na anajua njia zote, anaelewa kila ambacho Musa alikuwa anakifanya. Kwa hivyo kazi ya Joshua haikuwa ngumu. Kwa sababu gani? Alikuwa na uzoefu kutoka kwa Musa, alikuwa karibu na Musa. Ile neema iliyokuwa kwa Musa ilimbakia pale nyuma, akatembea katika ile neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu anamwambia kwamba mwanangu, jitie nguvu, simama wima, usiende kulia wala kushoto, maana mtumishi wangu ameondoka na ni wewe tu utakayewafikisha watoto wangu katika shamba la ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kunayo manufaa kwako wewe unayetembea na mtumishi wa Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa kuna wachungaji, hapa kuna viongozi, iwe ni kwa wamama, iwe ni kwa wazee, iwe ni kwa madhabahu, iwe ni katika kwaya. Itakuwa vigumu tena sana iwapo hautatembea na mtumishi wa Mungu vizuri, alafu baadaye ukuje uachiwe ile nafasi uweze kuiendeleza vile ambavyo alikuwa anaiendeleza. Inakuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa rahisi kwa rais wa sasa kuchukua urais, kwa sababu alitembea na rais kwa karibu sana na akaelewa ujanja wote ambao rais aliutumia akawa rais, na akautumia na yeye akawa rais. Mtoto wangu kwa position yangu topoa, ila alikuwa position yangu topoa. Hakutopoa. Maana siri zote hakuzipata na hakuzielewa. Lakini yule alikuwa na rais kwa karibu, siri zote alielewa na akajipanga vile yule alijipanga. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu sana kushinda huyu mtu. Nataka unielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotembea vizuri na mtumishi wa Mungu, kwa unyenyekevu, kwa utiifu, kwa upole, kwa upendo, Mungu anaiachilia, unaambukizwanga ile neema by force. Upende usipende. Wewe tembea na mfuta bangi, ukose kufuta bangi. Na akwambianga eti jaribu. Wewe mwenyewe unajipatanga tu na itisha. Hata na mimi nikakonge moja.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona huyu ambaye ni mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Wakati sister yake aliinua vita kwa ndugu yake ambaye ni Musa, ni kitu gani kilitendeka? Mungu akaachilia mapiko ya ukoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliinuka kinyume, wote wakiwa na Haruni wakainuka kinyume na mtumishi wa Mungu, wakainua vita, wakanyoosha vitole. Badala ya mafanikio yakawa ni machukizo, wakapigwa na ukoma, ikawa ni huzuni na kilio. Amen. Yule ambaye alipiga magoti hapa akaombewa kama kiongozi wa wamama, kuna neema ambayo inatembelea juu yake. Unapompiga support katika ule uongozi, kuna neema fulani nayo Mungu anakukawia. Amen. Lakini unapoinua vita, mapigo kwako hayawezi isha. Sijui kama ni katika kile kikundi cha wazee yule aliyeompewa akawekewa mkono. Unapotembea na yeye vizuri na kumsupport katika uongozi wake, kile neema ambayo Mungu aliishusha juu yake wakati anaombewa inaanza kukuambukiza wewe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema tenda wema nenda zako. Ukinitendea mabaya unajitendea mwenyewe. Unajua unaweza fika mahali usende, wacha kapambane kenyewe. Sikaliombewa. Wacha kabebe msiko kenyewe. Lakini wacha nikwambie, na wewe kunayo usiku tu inakuja. Utawekwa katika pengo, utatamani kutoroka lakini hutaweza. Maana walio kutangulia au kuwapika support. Amen. Unatembeaje na watumishi wa Mungu, ikiwemo hata viongozi? Unatembeaje nao? Wewe kama mshirika, wewe kama kiongozi kwa kiongozi mwenzako, unatembeaje na kiongozi mwenzako? Ama ni wewe tu, wewe ndio wakufuta wengine nyuma, wewe ndio wakuweka moto, kuongeza kuni, ndiposa uongozi wake usabaratike, ionekane ya kwamba hawezi, isemekane huyu ameshindwa, huyu hawezi. Kumbe si kwamba hawezi, amekosa support ya wale ambao anawaongoza. Tokea jinsi wakati mliamuka, huyo msali angalia akaona huyu tamaki ajiliwa ajenzi watatoa. Akaona kila anaweza fanya tumekumupa support. Yaani angalau uongozi wake utulie. Na akaenda akampatia huyu jamaa support. Yesu akarudi chini, nchi ikatulia, uongozi ukaendelea. Hata kama wewe ni adui wako, haitanishi. Lango ni kwamba kile pengo ambalo Mungu amekuweka, usimwaipishe huyu Mungu. Jaribu sana uwezavyo, kuanzia leo utembee vyema na watumishi wa Mungu. Tumepata mfano ulio mzuri sana. Wafalme wa pili 2:3 inasemaje? Wafalme, tusikie nao inasema namna gani ninapoketi chini. Kuna yule